Vuruga tu mkutani. Kwanza asubuhi sijauza kwa sababu yenu mna. Yaani shida nini? Tokeni. Na ni kamera yenu hiyo nitawatia umri. Mimi bwana nimekuja tu kwa wema. Sitaki wema vipi? Bwana. Haya naenda taratibu. Mimi nimekuja taratibu. Haya. Bwana leo niko na ndugu yangu hapa, rafiki yangu anaitwa Bill. Bill leo bwana ana jambo letu lile la kushare screen. Leo bwana anatuagiza tena kwa mwanadada mpenzi wake wa muda mrefu. Kwa hiyo anatutuma hapa, tunaondoka wote. Twende pale tukashare screen. Kwanza tumsikize ndugu yetu kwanza. Bwana mambo vipi? Safi kabisa. Inawaje? Bwana poa. Bwana kama ulivyoniita ndugu yangu na mimi nimekuja. Umesema kwamba una kitu unataka kumchallenge mpenzi wako, sio? Yes, kweli. Hebu nielekeze unataka tufanye vipi hili jambo? Kwanza kabisa ninashukuru sana wewe kwa kuwepo hapa siku leo. Sawa. Request nilikuwa nafuatilia sana kazi zako na nikapenda pia. Ni mshikaji wangu pia. Yeah. Surprise kwa na mimi pia nataka nifanye surprise kidogo. Basi hamna shida ndugu yangu. Hebu jaribu kunieleza kwamba tuanzie wapi na tumalize wapi. Okay, sawa. Cha kufanya mimi nataka nifanye challenge moja fupi tu kwanza. Sure. Yeah, bila shaka shemeji yako unafahamu anaitwa Aisha. Yeah, namjua. Yeah, of course. Kwa Aisha nataka nimchallenge kitu kimoja. Nataka challenge ile nataka aniposti afu then aweke caption nzuri na makopa. Afu pia tufuatilie katika status kabla haja-upload. Tufuatilie kule katika list ya contact zake, je, haja block au isika block au kama atani block au kama atablock na wengine tujue yeye kwamba nipo peke yangu au sipo peke yangu. Kwa sababu pia short na zawadi nataka nimpe siku leo kwa sababu tulikuwa tunaelekea kwenye anniversary. Kwa hiyo nataka nifanye kitu ambacho cha tofauti kidogo kwa ajili yake yeye. Kwa nilivyokuelewa manake twende pale tuka share ile screen yake. Yes, sure. Zile step za mpaka ana posti picha yako ni zionekane kwa yes, true. Sio? Yeah, ndio. Na hapo umesema umeandaa zawadi. Labda ni unaweza kutugusia labda ni zawadi gani? Zawadi ambayo nimeandaa hapa ni au ngoja kwa sababu si surprise, lakini tutaka kujua kilichopo ndani tutajua baadaye. Basi hamna direct kwa sababu dukani kwake unapajua. Dukani kwake sio umenielekeza pale kuna ile miti mirefu? Ndio. Pale kuna miti mirefu na shop iko pale ya outfits, kwa ongea naye vizuri na then. Basi ndugu yangu Billy, mimi nafikiri jambo tunalimaliza hapa dakika 0, mimi nasogea pale. Poa. Basi mimi narudi hapa. Poa. Bwana duka si ndio hili? Duka ndio hili hapa alonielekeza, duka la nguo. Ndio hili. Dada saizi. Kwema? Sijui ndio wewe dada Aisha? Yeah, ndo mimi. Ndio dada Aisha. Umenijuaje? Kwani unajiuliza kama nimejuaje jina lako? Maana ni ajabu mimi sikufahamu. Unifahamu? Ni ukweli kabisa unifahamu lakini mimi nakufahamu. Okay, anyway, kwa kufupisha tu mambo yasiwe mengi. Mimi ni rafiki wa boyfriend wako. Boyfriend wangu? Yupi? Najua nikamtiani kidogo lakini anyway, ngoja tufanye kitu kimoja, turahisishe kitu. Tufanye kitu kimoja, turahisishe kitu hapa. Ngoja hapa kuonesha kitu. Unaifahamu hii picha? Namfahamu. Sawa, kama unaifahamu tuanze. Kilichonileta nikueleze kama inawezekana basi tumalize issue. Boyfriend wako nilikuwa naye around hapo. Na same kwa tumekaa tunapiga story zetu 2-3. Ndo amenielekeza kwamba wewe unafanyia kazi kwenye ofisi hapa. Kwa hiyo kuna kitu alikuwa amenituma. Kitu kidogo tu. Yeye ameniambia na zawadi yako pale. Uko tayari kwa zawadi? Nipo tayari. Uko tayari kwa zawadi? Yeah,
nipo tayari. Sasa ile zawadi ameniambia ataileta, lakini kabla hajaileta ameniambia nikuulize kitu kimoja na twende step by step mpaka hicho kitu kinakaa sawa. Umesema picha yake huyu unao kwenye simu yako? Ninayo. Unayo? Yeah. Jamaa anataka umposti kwenye status yako ya WhatsApp. Sawa, hamna shida. Hakuna shida. Basi tunachotakiwa kukifanya, maana ndo kitu cha msingi. Tunachotakiwa kukifanya ni kwamba tuna share screen yako, yani tuna share iwe live, kwamba step zote ambazo mtu anakamilisha mpaka kufanikisha kuiposti picha tunaifanya ikiwa live. Uko tayari? Niko tayari. Hamna shida. Basi toa simu yako twende live. Bwana Cameraman, njoo ndugu yangu, njoo. Sasa kamera hapo, shoot, tuangalie hapa hatua kwa hatua. Angalia picha, angalia picha, chukua picha. Picha iko wapi? Tuone. Hii hapa. Chukua picha. Ndio hiyo. Twende. Sasa hapo ndo ninapotaka. Tunataka tuingie hapa tu, yani hapa tunaenda hatua kwa hatua. Tuingie hapa kwenye hii nini hapa? Status nini hapa? Watu ambao wamewekwa pending huko walokula block. Tuone huko. Wewe kwa nini unataka uingie hapa? Umeomba ni posti picha, hii picha hii hapa na posti. Yaani sasa unajua zoezi ndo jamaa anataka kuona hivyo. Sasa ushaomba picha hii hapa, nataka kuiposti. Kuingilia mambo yangu ya ndani wewe anakuhusu nini? Sasa unajua sasa kama hatutofanya hivyo sasa maana yake hakuna kitakachokuwa kimefanyika. Wewe umehitaji picha ni posti, ndio hii hapa picha na iposti. Kingine wewe unachotaka ni nini? Kingine nataka tuone huko hamna mtu alokula block. Hizi ni vitu vyangu private, siwezi nikaonyesha kwenye mitandao. Sasa ndio hapo hamna kitu kitakachokuwa tumefanya sasa. Siwezi. Hauwezi? Jamani. Sitaki. Hutaki? Sitaki tena, ikibidi mtoke humu ndani humu dukani kwangu. Bwana. Dada tumeona kama ametukazia tena. Ametukazia, ameshindwa na kutuonesha upande wa mablock kule. Hamna mtu alokula block, anasema kwa tusimuingilie maisha yake. Maisha yake ya asili. Sasa si mpenzi wako lakini? Ndiyo, ni mpenzi wangu, lakini sitakiwi kuonyesha vitu kama hivyo. Umetaka picha hii hapo nimekupatia. Na ndio nilikuwa nataka kuipost. Lakini sasa ungeonyesha tu kama unajiamini, si ungeonyesha tu pale. Mimi najiamini, lakini vile hivyo ni vitu vyangu privacy. Lakini huyo ni mpenzi wako? Ndiyo, lakini yeye anawahusu nini mimi vitu vyangu privacy mimi kuvionyesha? Sitaki, mnataka kunivuruga akili yangu. Ikibidi tu mtoke humu dukani. Na zawadi yako kumbuka. Hutaki zawadi? Zawadi nataka, lakini mimi siwezi kuonyesha hizo nani zangu. Utukazia sasa dada. Kwa sasa maana yake sisi tu nikamjibu nini jamaa? Jamaa nikamjibuje? Wewe hapo cha kumjibu mwambie tu basi ndio hivyo imeshindikana. Imeshindikana? Kaka mimi naona unanichanganya tu. Ungetoka huko dukani kwangu sasa hivi. Maana unaona umekuja na kamera yako hapa, hamna cha maana malichoniuliza mara ni posti wapi. Kamera sio issue, yani si issue tu hapo. Ungetoka tu dukani malizibia riziki wateja wangu waingie, ungeondoka tu. Mimi sina cha ziada hapa. Bwana, naona dada anachotujibu jamani. Mbona dada unataka kutufukuza kama hawezi? Mimi wateja wangu mnawazibia riziki hapo mlangoni. Tunataka. Kaka nenda, mimi mnanivuruga tu dukani. Kwanza asubuhi sijauza kwa sababu yenu Yaani shida nini? Tokeni. Na ni kamera yenu hiyo nitawatia. Mimi bwana nimekuja tu kwa wema. Sitaki wema vipi? Bwana. Haya, naenda dada taratibu. Mimi nimekuja taratibu. Haya. Bwana kule toka kama hivyo mvuone jamani, tumeshindwa. Ngoma imekuwa ngumu, au sio bana? Kwa hiyo turudi kwa ndugu yetu Bili tumuelekeze bwana, ngoma ngumu. Joa. Nimerudi ndugu yangu. Sawa, vipi hapo lakini? Bana. Kiufupi labda niongelee tu kiufupi. Kiufupi ngoma ngumu. Yaani kwa sababu mimi nimefika, nimetoa maelekezo kama ulivyoniambia.
lakini dada ameonekana kwamba mkali. Kwanza ameonekana mkali. Mwanzoni ilionekana kama tunaenda vizuri kwenye zile step na nini, lakini mwisho wa siku imefeli. Kwa mzunguko kabisa. Yaani uwezi amini, na kibaya zaidi amenifukuza kama mwizi. Yaani kama mwizi ninavyokuambia. Kwa sasa mimi nimekuja nikuelekeze ndugu yangu kule Ngoma Ngumu, na pale sijui hata mnaishije. Sawa. Wewe kwanza tumpigie tuone. Unaweza usiamini, lakini ndio ukweli, ndio kanifukuza kama mwizi ndugu yangu. Aisha namjua mimi bro. Aisha anataka kukufukuza yeye. My favorite mwenyewe hawezi kukufukuza wewe, hawezi. Sasa ndio hivyo, na mimi ndio nimeshangaa. Unajua sasa nimeshangaa mnawezaje kuishi vile mtu akataka kufanya kitu kama kile kidogo tu. Aisha nampenda mimi. Ngumu sana. Inaniuma sana. Lakini bro, ninachoomba labda kitu ambacho kwa najaribu sana kukifikiri kama kitawezekana. Na kuomba kama kitawezekana. Tumpigie hapa pia tunijue kwa sababu pia nataka fahamu pia. Wewe utakuja kihakikishia? Yeah, mpigie kujihakikishia na pia hakikishe kwamba na mimi pia kwamba umefahamu alichokifanya. Basi wewe mpigie ujilizishe. Mpigie hapo ndugu yangu, na yaani amenitimua kama vile mtu fulani anejui. Wote na ananika la loud speaker. Kalaudi. Hello baby. Mambo. Poa. Vipi, umeshindaje? Salama, zae. Safi. Baby, nashukuru sana umeniposti. Yeah, nimeona caption yako umeniposti. Amna bwana, sio hivyo. Okay, sawa. Sawa. Yaani unajua kitu kingine katika mahusiano, yaani tunawekeza sana, unajua. Alafu tunahudumia sana, tunakuwa na future. Nataka mtu huyu, nataka niwe mke huyu, nataka nifanye hivi na yeye, lakini end of the day mwisho wa siku unakuja kuangukia babaya. Labda kwani ulikuwa umwandalia nini? Unajua tunaweza kuwa tunaongea sana lakini hatujui nini umekiandaa huko kwenye kipaseli. Umeandaa nini labda kwenye kitu gani labda uko muandalia? Kwanza kabisa nimemwandalia tu gift. Kama muandalia pete. Kwa sababu tunaelekea kwa siku ya anniversary yetu ya mwaka mmoja. Bwana pete. Hebu fungue. Bwana ndugu yetu alikuwa kaandaa pete. Aisha, umeona alichokifanya, kanifukuza kama mwizi. Wakati kumbe alikuwa kaandaliwa pete, alikuwa anakwenda kuwa mke. Amekosa. Jamaa alikuwa kaandaa pete. Usifungue. Bwana, shoot bwana. Umeona? Jamaa alikuwa kaandaa mzigo hapa huyo. Usimuona mzigo. Kwamba imefeli, zoezi limefeli. Kwa mwanangu, hii pete utaipeleka wapi? Au utaifanyia nini tena hii pete? Maana sasa inakuwa tena sio ya Aisha tena. Maana ndo kama hivi. Hapo inaje hii pete bro? Hii pete tu inachotakiwa tu hii pete tu ni sijui lakini tutakwenda kupeleka. Hata bwana, sisi cha kufanya sisi tumadvise ndugu yetu. Tunamadvise, akitaka anachukua, akitaka hatuwezi kumshauri zaidi hapo, sio? Bwana ndugu yangu, bwana Billy. Yeah, yes bro. Mimi nimefukuzwa na Aisha, nikataa kufanya kile ambacho umemwelekeza. Hapo tumia akili kumkichwa ndugu yangu. I don't know magari. Yeah. Acha mimi nikuache ndugu yangu, lakini usiumie sana kwa sababu ni moja ya mafunzo. I don't know magari. Bwana ndugu yetu kaumizwa sana na kilichotokea, lakini ndio uhalisia. Mwanamke anaonekana mambo mengi,
ana watu wengi, kashindwa kumweka wazi. Ndio hivyo, si hatuna mambo mengi ya kuongea. Tumemaliza bwana, poa. Sikuwaza vibaya, ni upendo tu, nilitamani uyone tamani, ndo niseme tu, muda mwingine lengo ni ujinga tu, nilipopanga surprise, umeni surprise.